Ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe umetawaliwa na nguvu za aina mbili. Kuna positive energy na kuna negative energy. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanatawaliwa na negative energy katika maisha yao, na wapo baadhi ya wanadamu ambao wanatawaliwa na positive energy. Unaweza kuyagundua haya kupitia ishara mbalimbali ambazo zinajidhihirisha katika maisha yako au katika maisha ya binadamu wengine, kwa sababu energy ni nguvu ambazo mara nyingi zinaweza kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hivyo unaweza ukawa una positive energy, nguvu ambazo zinaleta bahati njema, furaha na amani katika maisha yako, lakini zikatoweka na ukajikuta una negative energy ndani yako, nguvu ambazo zinaleta mikosi, bahati mbaya na umaskini kwenye maisha yako. Zipo sababu mbalimbali ambazo zinaweza kuiondoa nguvu fulani ndani yako ukajikuta unatawaliwa na nguvu nyingine. Miongoni mwa sababu ambazo zinaweza kupelekea nguvu zako kuhama ni nguvu zako kunyonywa na watu fulani. Zipo nyakati ambazo unaweza kuwa karibu na mtu fulani na nguvu zako zikaanza kunyonywa na kuhamia kwa mtu mwingine. Moja kati ya njia ambazo zinaweza kuhamisha nguvu ulizokuwa nazo na nguvu hizo zikahamia kwa mtu mwingine ni kunyonywa kwa nguvu zako, kwani wapo baadhi ya watu ambao ukiwa karibu nao wana uwezo wa kunyonya nguvu zako, yani nguvu zako ambazo ni positive energy zikahama kutoka kwako na kuhamia kwao, na kisha wewe ukajikuta unapokea negative energy. Katika video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue upo karibu na mtu ambaye ananyonya nguvu zako, yani anachukua positive energy, nguvu ambazo unazihitaji kuleta mabadiliko chanya katika maisha yako, na kukuingizia negative energy, nguvu ambazo zitakwenda kuwa sababu ya bahati mbaya, mikosi na umaskini katika maisha yako. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara ambazo ukiziona katika maisha yako baada ya kuwa karibu na mtu fulani, ujue upo karibu na mtu ambaye ananyonya nguvu zako bila wewe mwenyewe kujua. Namba moja, unajikuta unakuwa na huzuni kila unapokuwa karibu na mtu fulani. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaziendesha hisia zetu katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe ni matukio mbalimbali ambayo hutokea katika maisha yetu, kwani matukio hayo baadhi yake hupelekea mwanadamu awe na furaha na baadhi ya matukio hupelekea mwanadamu awe na huzuni. Ni jambo la kawaida kabisa kwa mwanadamu kuwa na huzuni ama furaha katika maisha yake, lakini huzuni ya mwanadamu huwa ina chanzo chake na furaha ya mwanadamu huwa ina chanzo chake. Ukiona una huzuni bila kuwa na chanzo ambacho wewe mwenyewe unakielewa, hapo kuna tatizo katika ulimwengu wako wa kiroho, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Wapo baadhi ya watu ambao ukiwa nao unajikuta hakuna sababu ya msingi ambayo inapelekea uwe na huzuni, lakini unajikuta ghafla moyo wako umepoteza furaha na ghafla umetawaliwa na huzuni. Na mara nyingi miongoni mwa ishara ambazo huashiria uwepo wa negative energy katika maisha ya mwanadamu ni hisia za huzuni ambazo mwanadamu anakuwa nazo kila wakati, na chanzo cha hisia hizo kinakuwa akieleweki. Hali hii huwa inawatokea baadhi ya watu mara baada tu ya kuanza kuwa karibu na watu fulani. Inawezekana wewe ni miongoni mwa watu ambao kila unapokutana na mtu fulani ambaye huenda ni rafiki yako, ndugu yako au jamaa yako, unajikuta katika moyo wako unakuwa na huzuni ambayo hauelewi chanzo chake ni nini.
Hiyo ni ishara ya wazi kuwa upo karibu na mtu ambaye kila unapokuwa karibu naye ananyonya nguvu zako ambazo ni positive energy, na positive energy zinahamia kwake, nawe unapokea negative energy, kwa sababu negative energy huleta majonzi na huzuni ambavyo sababu zake huwa hazieleweki. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanapitia hali hii, kila unapokuwa karibu na mtu fulani ni vema ukawa mbali na mtu huyo, kwa sababu negative energy ni chanzo cha matatizo mengi katika maisha ya mwanadamu. Namba 2, moyo wako unakuwa hauna amani kila unapokuwa karibu na mtu fulani. Kwa kawaida mwanadamu ana milango 5 ya fahamu: macho, pua, ulimi, ngozi pamoja na masikio. Masikio ya mwanadamu yanatakiwa kusikia sauti, lakini macho yanatakiwa kutazama, pua inatakiwa kunusa, na ulimi unatakiwa kuonja, lakini ngozi inatakiwa kuhisi miguso. Lakini baadhi ya binadamu wana mlango wa 6 wa fahamu ambao ni mlango wa kiroho. Huu ni mlango ambao unaweza kutazama, kuhisi ama kusikia sauti za kiroho. Hawa ni watu ambao wanapokutana na mazingira yenye nguvu fulani za kiroho wanaweza kupata hisia fulani. Miongoni mwa hisia ambazo binadamu wa makundi haya wanaweza kuzipata ni miili yao kusisimka ama kuhisi uwepo wa jambo lisilokuwa la kawaida ambalo binadamu wengine hawawezi kulihisi. Unapokutana na mtu ambaye kwa namna moja au nyingine ni jamaa yako, rafiki yako ama ndugu yako, ghafla ukahisi moyo wako umepoteza amani, umekuwa ni mtu ambaye una wasiwasi muda mwingi kila unapokuwa na mtu huyo, ujue wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wana mlango wa 6 wa fahamu ambao ni mlango wa kiroho. Hivyo mlango huo unakueleza kuwa unapoteza positive energy ambazo zipo ndani yako, kwani mara nyingi unapokuwa katika sehemu ambayo imetawaliwa na positive energy, moyo wako utakuwa na amani na utulivu wa hali ya juu. Lakini katika ulimwengu wetu kuna sababu kadha wa kadha ambazo zinaweza kupelekea moyo wa mwanadamu ukakosa utulivu. Moja kati ya sababu hizo ni kuwepo katika maeneo ambayo mwanadamu anajua kabisa muda wowote kuna jambo fulani baya linaweza kutokea, ama wakati mwingine mwanadamu anapokuwa katika sehemu ambayo ana hofu nayo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuzuia moyo wake kuwa na utulivu. Na nyakati nyingine mwanadamu anapokuwa katika sehemu ya kutisha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kupelekea moyo wake kutokuwa na amani. Lakini wewe upo katika sehemu ambayo vyote hivyo havipo, na upo na mtu ambaye ni rafiki yako, ndugu yako au jamaa yako, pasipokuwa na sababu za msingi, unajikuta moyo wako umepoteza amani, yani umetawaliwa na wasiwasi. Endapo utaiona ishara hiyo katika moyo wako katika mazingira hayo, yamkini upo karibu na mtu ambaye ananyonya nguvu zako ambazo ni positive energy na atakuachia nguvu ambazo ni negative energy. Namba 3, kuhisi mwili wako unasisimka kila unapokuwa karibu na mtu fulani. Wapo baadhi ya wanadamu ambao miili yao inaweza kuhisi uwepo wa vitu visivyoonekana kwa macho ya kawaida katika mazingira mbalimbali. Hawa ni watu ambao wanapokuwa katika mazingira ambayo si sahihi, miili yao inaweza kuwapa ishara kwa msisimko. Nywele zao zitajivuta, lakini ngozi zao pia zitakuwa ni kama zinavutwa vinyweleo. Vinyweleo katika ngozi zao vitasimama. Mara nyingi kuna nyakati ambazo unapokutana na mtu fulani, ishara hii hujidhihirisha katika mwili wako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hebu jiulize, ni kwa nini unapokutana na watu wengine ishara hii haijidhihirishi katika mwili wako, lakini kila unapokutana na mtu fulani ishara hii inajidhihirisha katika mwili wako? Endapo jambo hili limekuwa likitokea kila unapokutana na mtu fulani, ujue unakutana na mtu ambaye ananyonya nguvu zako bila wewe mwenyewe kujua. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kujifunza kukaa mbali naye, kwa sababu kama utaendelea kukaa karibu na mtu huyo, amini usiamini, ataweza kuhamisha positive energy kutoka kwako
atazimiliki yeye, na mwisho wa siku wewe utapokea negative energy na itakuwa chanzo cha mikosi na umaskini pamoja na bahati mbaya zisizokoma katika maisha yako. Namba 4, kujikuta ukiwa wewe ni mtu ambaye unaandamwa na bahati mbaya, mikosi na taarifa ambazo haziufurahishi moyo wako kila unapokuwa karibu na mtu fulani. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Katika sheria za ulimwengu, vitu vingi vina pande mbili. Kama ambavyo shilingi ilivyokuwa na pande mbili, yani upande wa mwenge na upande wa kichwa, ndivyo vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana katika huu ulimwengu vimegawanyika. Kuna usiku, kuna mchana, kuna bahati njema na kuna bahati mbaya. Kuna nuru na kuna giza. Kuna vitu vizuri na kuna vitu vibaya. Vitu vyote ambavyo vipo katika positive energy ni vitu vizuri, ni nuru, ni bahati njema, lakini vitu vyote ambavyo vinatawaliwa na negative energy ni bahati mbaya, kiza na vyote ambavyo haviwezi kufurahisha moyo wako. Zipo baadhi ya nyakati katika maisha yako, kuna baadhi ya watu ukiwa nao karibu, unakuwa ni mtu wa kukutana na bahati njema. Unakuwa mtu ambaye hautumii nguvu nyingi kupata kipato, unajikuta wewe ni mwanadamu ambaye umaskini unaanza kukaa mbali na wewe. Lakini kuna baadhi ya wanadamu ambao ukikutana nao, unajikuta unaanza kuandamwa na mikosi, bahati mbaya zisizoisha. Hata taarifa mbalimbali ambazo unazipokea katika maisha yako zinakuwa ni taarifa mbaya. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Ukiona ishara hiyo kila unapokuwa karibu na mtu fulani, ujue upo karibu na mwanadamu ambaye anakuambukiza negative energy, yani ananyonya positive energy kutoka kwako na anakuambukiza negative energy kutoka kwake. Na ndio maana mara nyingi anapokuwa karibu na wewe anapata faida za kiroho, kwani yeye anaponyonya positive energy kutoka kwako vitu vyake vinafunguka, kwa sababu yeye ametawaliwa na negative energy. Mwili wako unapovuta negative energy kutoka kwake, unajikuta wewe milango yako ya mafanikio inaanza kufunga. Ukiona ishara hii, unaweza ukajiweka mbali na mtu ambaye anayo negative energy. Namba 5, huwa unayahisi mabadiliko ya ghafla kila unapokutana na mtu fulani kwenye maisha yako. Zipo baadhi ya nyakati ambazo unapokutana na mtu unakuwa unapata hisia ni kama kuna kitu fulani hakipo sawa katika mwili wako, na kuna muda unaweza kupata hisia za kupoteza kitu fulani kwenye maisha yako. Lakini unapotafakari ni kitu gani ambacho hakipo sawa kwenye maisha yangu, haupati jibu, na hisia hiyo huwa inakujia pale tu unapokutana na mtu fulani kwenye maisha yako. Lakini unapokutana na watu wengine unakuwa na hisia za kawaida. Jambo ambalo unatakiwa kulielewa ni kwamba pamoja na kuwa milango yako mitano ya fahamu haiwezi kuona ni kitu gani ambacho unakipoteza kutoka ndani yako, lakini nafsi yako inaweza kushuhudia. Hapo nafsi yako inakuwa inakupa ujumbe kuwa kuna kitu ambacho kinaibiwa ama kinachukuliwa kutoka kwako, na wakati mwingi huwa ni nguvu, kwani kitu ambacho kinachukuliwa na huwezi kukiona kwa macho ya kawaida kipo katika ulimwengu wa kiroho. Mara nyingi hisia hizo zinapokujia pindi unapokuwa karibu na mtu fulani, kuna uwezekano mkubwa upo karibu na mtu ambaye anachukua positive energy kutoka kwako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.